Kuna ndoto moja ambayo karibu kila mtu anayo. Ndoto ya kutaka kupata kila kitu mapema. Kila mtu anataka kupata mafanikio, pesa na maisha mazuri. Lakini kuna ukweli ambao hatufundishwi na yeyote. Ukipata kila kitu unachotaka mapema, maisha yanakuwa adui yako. Ni kwa muda mrefu nilikuwa nafikiria, hivi ni kwa nini ndoto yetu kubwa huwa ni kuharakisha maisha? Nikajiuliza, ni kwa nini wengi wetu hatutaki safari bali tunataka kuona mwisho? Nikapata jibu, labda ni kwa sababu tunaishi kwenye dunia inayotufundisha kupima thamani yetu kwa kuangalia matokeo. Lakini mbona hakuna anayetuuliza kama tuko tayari kubeba matokeo hayo? Wapo wanaotuambia kwamba mafanikio ni baraka, na mara nyingi huwa ni kweli. Lakini tunatakiwa kukumbuka kwamba mafanikio yasiyokuwa na maandalizi yanaweza kuwa mzigo mkubwa. Morgan Housel ameelezea katika kitabu chake cha Psychology of Money. Anasema, pesa sio tatizo. Tatizo ni tabia zako kabla ya pesa. Anatukumbusha kuwa mtu akikosa njaa anakosa uvumilivu, na akikosa subra anakosa hekima. Akili ya binadamu ina tabia moja ya ajabu sana, na tabia hiyo ni kuzoea vitu baada ya kuvipata. Kitu ulichokiomba kwa miaka ukikipata mapema sana, baada ya muda kinaanza kuwa cha kawaida. Furaha inapotea, shukrani inapungua, na bado unaendelea kuhitaji zaidi. Na hapo ndipo matatizo yanapoanzia. Vilevile na Malcolm Gladwell amezungumza katika kitabu chake cha Outliers. Anasema mafanikio makubwa hayaji kwa bahati pekee. Yanakuja kwa muda mrefu wa kujifunza, kushindwa na kusubiri. Watu tunaowatambua leo kwa mafanikio makubwa walichelewa kufanikiwa. Lakini walipofika juu walikuwa tayari na hawakutetereka hata kidogo. Kwa sababu walikuwa wamejengwa ndani na sio nje tu. Ukizoea kushinda mapema, kushindwa kidogo kuna kuumiza sana. Ukizoea kila kitu kuwa rahisi, changamoto ndogo inaonekana kuwa kama adhabu. Na hapo ndipo maisha yanapoanza kuonekana kama adui. Sio kwa sababu maisha ni mabaya, hapana, bali kwa sababu hukujifunza kuwa imara. Nyakati ngumu sio adui yako, bali ni mafunzo. Kuchelewa sio laana, ni maandalizi. Kwa sababu maumivu yanakufundisha vitu ambavyo raha haiwezi kukufundisha kamwe. Tambua kuwa bahati haitokei tu. Inatokea pale ambapo fursa inapokuta umejiandaa vya kutosha. Kama bado haujapata unachotaka, usijilaumu hata kidogo. Labda maisha yanakuandaa, yanakufundisha kuwa mtu kabla ya kuwa na vitu. Usiharakishe mafanikio, harakisha ukuaji, ili utakapofika kileleni usitetereke hata kidogo. Uwe imara na mwenye nguvu.